Fikiria mahali ambapo dunia ilipasuka kwa kishindo kikubwa. Mlima mkubwa kuliko yote Afrika Mashariki ukaanguka wenyewe, na kilichobaki hakikuwa uharibifu bali ni uzima. Hapa si mahali pa kawaida. Hapa simba, faru, tembo na binadamu wameishi pamoja kwa karne nyingi. Hapa ni mahali ambapo anga linakutana na ardhi, na historia ya dunia imehifadhiwa ndani ya ardhi moja ya asili. Hii ni Ngorongoro Crater. Mahali hapa panajulikana kama bustani ya Eden ya Afrika. Ni mojawapo ya maajabu makubwa zaidi ya asili duniani. Fuatana nami kujua maajabu yaliyojificha ndani ya ardhi hii ya Tanzania. Karibu The Storyside. Miaka milioni 2 hadi 3 iliyopita, wakati dunia ikiwa bado changa katika sura yake ya leo, kabla hata binadamu wa kisasa hajaanza kuandika historia yake kwa maneno, kulisimama mlima mkubwa wa volkano uliotawala anga la Afrika Mashariki. Mlima huo haukuwa wa kawaida. Wataalamu wa jiolojia wanaamini kuwa ulikuwa mrefu zaidi kuliko mlima Kilimanjaro wa leo. Ukiinuka juu kama mfalme wa milima, ulionekana kutoka mbali sana. Ndani ya mlima huo, nguvu kubwa za dunia zilikuwa zikifanya kazi zake kimya kimya. Magma ilikusanyika chini ya ardhi na shinikizo likazidi kuongezeka kwa miaka mingi hadi mlima huo ukashindwa kujisimamia. Lakini tofauti na volkano nyingi tunazozijua, hakukuwa na mlipuko mkubwa wa kulipuka na kumwaga lava kila upande. Badala yake, kile kilichotokea kilikuwa tukio la kimya lakini lenye nguvu ya kutisha. Mlima ulijiporomosha ndani yake wenyewe. Sehemu ya juu ikaanguka chini na ardhi ikazama, na dunia ikaunda kreta kubwa ya asili kwa mpigo mmoja. Baada ya tukio hilo iliundwa kreta kubwa sana, mojawapo ya kreta kubwa zaidi duniani. Kuta za asili zikainuka kuizunguka zikiwa na kina cha hadi mita 600. Ndani yake kukabaki ardhi tambarare iliyofungwa na ukuta wa dunia yenyewe. Lakini cha ajabu zaidi hakikuwa ukubwa wake, bali kile kilichofuata. Badala ya kuwa mahali pa uharibifu na utupu, kreta hii ikaanza kujaza uhai. Maji yakakusanyika, nyasi zikamea, wanyama wakafuata. Na hapo ndipo Ngorongoro Crater ikazaliwa, sio kama kumbukumbu ya maangamizi, bali kama tumbo la uzima, mahali ambapo nguvu za uharibifu zilijigeuza kuwa chanzo cha maisha. Jina Ngorongoro halikutoka kwa wakoloni, halikutoka kwenye ramani za Ulaya. Ilikuja kutoka kwa wenyeji wa asili ambao ni Wamasai. Wamasai walisikia sauti ya ng'ombe wao wakitembea na kupiga kengele. Sauti hiyo ilikuwa ngoro ngoro ngoro. Kutokana na sauti hiyo ya asili, mahali hapa pakaitwa Ngorongoro. Jina hilo linabeba sauti ya maisha, utamaduni wa wafugaji na uhusiano wa binadamu na ardhi hii. Ndiyo maana hadi leo Ngorongoro si poli tu, bali ni urithi hai. Ndani ya kreta ya Ngorongoro kuna maajabu 7 ya ajabu yasiyo ya kawaida. Yanakusubiri kukushangaza na kushikilia pumzi yako. Moja, kreta kubwa zaidi duniani isiyojazwa na maji. Ngorongoro Crater si shimo la kawaida la volkano. Ni kreta kubwa zaidi duniani lililoundwa kikamilifu na asili, na hadi leo limebakia salama na wazi bila kubadilika kuwa ziwa. Tofauti na kreta nyingi duniani ambazo baadaye hujaa maji na kugeuka kuwa maziwa ya volkano,
Ngorongoro imebaki kavu kwa sehemu kubwa, ikitoa nafasi kwa ardhi kupumua na uhai kuchukua nafasi. Ukubwa wake ni wa kushangaza. Ni kreta yenye upana wa takriban kilomita 19 hadi 21, ikizungukwa na kuta za asili zilizofikia kina cha hadi mita 600. Kuta hizi hufanya kama ukuta wa dunia, zikilinda ikolojia ya ndani dhidi ya mabadiliko makubwa ya nje. Ndani ya kreta hii asili iliunda mfumo kamili wa ikolojia: nyanda za nyasi kwa wanyama wakubwa, mabwawa na mito midogo kwa viboko na ndege, maeneo ya misitu kwa kivuli na uhai wa mimea. Kila kiumbe kinachohitajika kuendeleza maisha kipo humu. Hakuna kinachokosekana na hakuna kinachozidi. Na hapo ndipo maajabu halisi ya Ngorongoro yanapoonekana, sababu dunia haikuishia kujenga kreta tu, bali ilijaza kreta hii na uhai uliokamili. 2. Msongamano mkubwa wa wanyama. Ndani ya eneo moja la Ngorongoro ambalo linaonekana dogo ukilitazama kwenye ramani, kuna mkusanyiko wa maisha unaoshangaza dunia nzima. Inakadiriwa kuwa ndani ya kreta hii wanaishi wanyama zaidi ya 25,000, idadi ambayo ni kubwa kuliko maeneo mengi makubwa ya hifadhi barani Afrika. Hapa simba hawapo wachache. Kwa hakika, Ngorongoro ni mojawapo ya maeneo yenye idadi kubwa zaidi ya simba kwa kilomita ya mraba za Afrika. Asubuhi unaweza kuwaona wakitembea waziwazi, wakitawala nyanda za nyasi, kana kwamba kreta hii iliundwa mahususi kwa ajili yao. Lakini ajabu kubwa zaidi ni uwepo wa faru mweusi. Huyu ni mnyama aliye katika hatari kubwa ya kutoweka duniani, lakini Ngorongoro ni moja ya sehemu chache sana Tanzania na Afrika ambapo faru hawa bado wanaishi porini, wakilindwa na kuta za asili za kreta kama hazina adimu. Ndani ya kreta hii wawindaji na wanaowindwa huishi kwa uwiano. Mzunguko wa maisha unaendelea bila kuvunjika, hivyo asili imepata usawa wake. Na hili ndilo jambo linaloifanya hifadhi ya Ngorongoro kuwa ya kipekee. Hapa hakuna pori la kawaida, hakuna hifadhi ya kawaida. Kiufupi, hakuna mahali duniani palipo kama hapa. 3. Ziwa la Magadi. Katikati ya kreta kuna ziwa linaloonekana tulivu, lakini ndani yake limebeba siri za kemikali za dunia. Hili linaitwa Ziwa Magadi. Ni ziwa lenye maji ya chumvi na madini mengi, linalotokana na maji yanayokusanyika bila ya kuwa na mto wa kuyatoa nje ya kreta. Madini hayo hujilimbikiza taratibu na kufanya maji ya ziwa kuwa ya kipekee kabisa. Kinacholifanya ziwa hili livutie zaidi si maji yake tu, bali rangi zake zinazobadilika. Asubuhi linaweza kuonekana la kijivu au bluu hafifu, mchana liking'aa kwa rangi ya fedha, na jioni likageuka kuwa rangi ya waridi au dhahabu kulingana na mwanga wa jua, mawingu na msimu. Mabadiliko haya ya rangi hufanya uso wa ziwa uonekane kama kioo kikubwa cha asili kinachoakisi anga, mawingu na kuta za kreta. Na ndipo maisha yanapokuja, sababu Ziwa Magadi huvutia flamingo wengi wanaokuja kula viumbe vidogo na mwani vinavyoishi kwenye maji yenye madini. Kwa mbali, ndege hawa huonekana kama mstari wa rangi ya waridi unaosogea juu ya kioo cha maji. Hapa ziwa halipo tu kwa uzuri wa macho, bali ni sehemu muhimu ya mnyororo wa maisha ndani ya Ngorongoro kreta. Ndiyo maana Ziwa Magadi halionekani kama ziwa la kawaida, bali ni kioo cha ajabu cha asili. 4. Dunia ndani ya dunia. Kreta ya Ngorongoro ni zaidi ya shimo la volkano. Ni dunia ndogo
iliyojiunda ndani ya dunia kubwa, ndani ya kreta moja tu ambayo imezungukwa na ukuta wa asili pande zote. Asili imekusanya mazingira tofauti kabisa ambayo kwa kawaida yangehitaji kusafiri mamia ya kilomita kuyashuhudia. Hapa utapata nyanda pana za nyasi ambapo nyumbu, pundamilia na nyati hula kwa uhuru. Mabwawa na maeneo yenye maji yanayotoa makazi kwa viboko, ndege wa majini na kuwa chanzo cha uhai kwa wanyama wengi wakati wa kiangazi. Misitu midogo na vichaka inayotoa kivuli, chakula na maficho kwa tembo, swala na wanyama wadogo. Mito midogo inayotiririka polepole ikibeba maji kutoka kwenye kuta za kreta na kuyasambaza ndani ya kreta hii yenye uhai. Mazingira haya yote yanaishi kwa uwiano kamili. Hakuna kinachojitenga. Kila kipande cha ardhi kina jukumu lake katika kuendeleza mzunguko wa maisha. Na kwa sababu ya muunganiko huu, wanyama hawalazimiki kuondoka mbali kutafuta chakula au maji. Kila kitu wanachohitaji kipo ndani ya eneo moja tu. Ndiyo maana kreta ya Ngorongoro ni mfumo kamili wa maisha ndani ya eneo dogo. Dunia iliyo kamili, iliyofungwa ndani ya kreta kubwa ya asili. 5. Wanyama wasiowahi kutoka ndani ya kreta. Kreta ya Ngorongoro si makazi ya muda kwa baadhi ya wanyama. Kwa wengi wao ni dunia yao yote. Ndani ya kuta hizi za asili, baadhi ya wanyama huzaliwa hapa, wakifungua macho yao ya kwanza chini ya anga la kreta hii. Hapa pia huishi maisha yao yote, wakikua, kuwinda, kulisha na kujifunza sheria za pori bila kuvuka mipaka ya kreta hii. Na mwisho wa safari unapofika, wanyama hawa hufa hapa hapa ndani ya ardhi ile ile iliyowalisha na kuwalinda tangu mwanzo wa maisha yao. Tofauti na hifadhi nyingi Afrika ambapo wanyama hulazimika kuhama kwenda mbali kufuata mvua au nyasi, lakini hifadhi ya Ngorongoro huwapa kila kitu wanachohitaji ndani ya eneo moja. Kuta za kreta hazifanyi kazi kama vizuizi vya chuma, bali kama mikono ya asili inayolinda uwiano wa maisha ndani yake. Ndiyo maana wanyama hawa hawajawekwa gerezani na wala hawajafungwa kwa nguvu. 6. Kuishi pamoja kwa binadamu na wanyamapori. Ndani ya Ngorongoro si makazi ya wanyamapori pekee, lakini pia ni nyumbani kwa Wamasai, moja ya jamii za asili zilizohifadhi utamaduni wao kwa karne nyingi. Kwa mamia ya miaka, Wamasai wameishi karibu na ardhi hii, wakichunga mifugo yao bila kuivuruga mizani ya asili. Hawajawahi kuharibu misitu kwa tamaa, wala hawajawahi kuwinda wanyamapori kwa uharibifu. Kwao ardhi si mali ya kuhodhi, bali ni urithi wa kuheshimu. Ng'ombe wanachungwa kwa mpangilio wa msimu, na maeneo huachwa yapumue ili uhai uendelee kizazi hadi kizazi. Cha ajabu zaidi ni kwamba ndani ya eneo moja, simba wanawinda, tembo wanapita na binadamu wanaishi bila vita vya kila siku kati yao. Huu ni mfano adimu sana duniani. Hapa ni mahali ambapo binadamu hawajaitangaza asili kama adui yao, bali kama mshirika wao. Ndiyo maana hifadhi ya Ngorongoro inasimama kama ushahidi hai wa amani kati ya binadamu na wanyamapori. 7. Mandhari ya Edeni ya Afrika. Asubuhi ndani ya kreta ya Ngorongoro ni kama kioo cha maisha ya asili. Taratibu, ukungu hushuka polepole kutoka kwenye kuta za kreta, ikiweka pazia zuri la siri juu ya nyanda za nyasi na misitu midogo. Kadri jua linavyochomoza, miale yake hushika ukuta wa kreta kwa rangi ya dhahabu na waridi, ikichanganya mwanga na kivuli
kwa picha ya ajabu isiyoweza kusahaulika. Mandhari haya si ya kawaida tu, ni picha ya dunia yenye hali ya usawa ambayo inaashiria nguvu, utulivu na uzuri wa uumbaji wa asili. Ukizingatia anga, ukuta, nyasi, mito na wanyama wanaotembea taratibu chini ya mwanga huu, unaona kreta hii ya asili iliyoundwa kama sayari nyingine ambayo iko mbali na haraka za dunia ya binadamu, na bado inatupa hisia ya uwezeshaji wa ajabu wa asili. Ndiyo maana hifadhi ya Ngorongoro si tu hifadhi ya wanyamapori au kreta ya volkano, ni mandhari inayofanya Ngorongoro ionekane kama sayari nyingine. Ngorongoro si shimo la volkano tu, ni kumbukumbu ya nguvu za dunia, ni darasa la historia, ni ushahidi kuwa binadamu na asili wanaweza kuishi pamoja. Na kila unapotazama kutoka juu ya ukuta wake, unakumbushwa jambo moja muhimu: dunia ina maajabu mengi, lakini machache yana roho kama hifadhi ya Ngorongoro. Je, unafahamu nini kuhusu hifadhi ya Ngorongoro na kreta yake? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.